Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa Mwangaza FM. Tusikilize ujumbe na tafakari ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 15 Februari, tukiongozwa na ujumbe usemao: ukuaji wetu katika ukamilifu hauko katika kufanya mambo makubwa, bali katika kutimiza mapenzi ya Bwana na kutakatifuzwa katika njia anayopenda kutuongoza. Ukuaji wetu katika ukamilifu hauko katika kufanya mambo makubwa, bali katika kutimiza mapenzi ya Bwana na kutakatifuzwa katika njia anayopenda kutuongoza. Ndugu wapendwa katika Kristo, mara nyingi maishani mwetu tunadhani kwamba utakatifu hupatikana katika kufanya mambo makubwa, mambo ya ajabu, mfano miujiza, lakini si hivyo. Ukweli ni kwamba kutokana na ujumbe huu tunajifunza kwamba Mungu hatutakasi baada ya kutazama matendo yetu makubwa, bali yeye hutazama uaminifu wetu kutoka kutimiza mapenzi yake, yaani matendo mema. Utakatifu hauanzi mbele ya watu, bali unaanza ndani ya mioyo yetu. Mambo haya tunaweza kurejea kutoka kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 15 aya 22. Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa au dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Pia tunajifunza ya kuwa mapenzi ya Mungu ndiyo njia ya ukamilifu. Mtakatifu Gaspari katika ujumbe wake huu anatufundisha ya kuwa njia pekee ya utakatifu, njia pekee ya kutufikisha kwake kwenye raha ya milele ni katika kutimiza mapenzi ya Mungu. Sio lazima tufanye mambo makubwa, bali tufanye mambo madogo kwa upendo mkubwa. Mambo haya tunaweza kujifunza kutoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 7 aya ya 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kutakatifuzwa katika njia anayotuongoza Mungu. Kutokana na usemi huu, katika ujumbe wetu huu wa Mtakatifu Gaspari anatueleza na kutufunza ya kuwa Mungu humtakatifuza mtu katika safari yake binafsi. Hatembei katika njia moja, kwa sababu kila mmoja ana hatua zake, mwito wake na maisha yake kiujumla. Tunarejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yesu mwenyewe ni mfano wetu. Yesu Kristo mwenyewe hakukimbilia umaarufu, bali aliishi maisha ya utii kwa Baba yake aliye mbinguni. Tunarejea kwenye Injili ya Yohane sura ya 6 aya 38. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Kwa hiyo, baada ya mtazamo huu tutaona ya kwamba kilele cha utiifu wake kilikuwa msalabani, ambapo Yesu Kristo alimwaga damu yake ili atukomboe. Tukirejea waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Basi mwisho kabisa, kutokana na ujumbe wetu huu tunajifunza ya kuwa tunapaswa tufanye kila kitu, yaani yote, katika jina la Kristo, kwa maana inasemwa, na kila mkifanyacho kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote kwa jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Tukirejea waraka Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya 17. Na pia tumruhusu Mwenyezi Mungu atutakase kwa njia anayochagua yeye, kwa maana ukimkabidhi Mungu Bwana njia yako, pia umtumaini, naye ataifanya. Tukirejea Zaburi ya 37 aya ya 5. Itukuzwe damu ya Kristo! Niliyekuletea tafakari hii
Ni mimi Frateli Colin Christopher Mgoo wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu.